Sekta ya uwekezaji kwa maana ya chai ndiyo uwekezaji mkubwa sana katika Njombe kwa miaka mingi sana. Lakini kuanzia 2018 sekta hii imedorola. Na tunafahamu jitihada za serikali kutaka kufufua au kuhakikisha kwamba sekta ya chai inafanya kazi vizuri. Lakini ni ukweli usiopingika kwamba kukosekana kwa umakini katika kutafuta wawekezaji. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunashukuru sana serikali katika kipindi hiki imetengeneza mazingira mazuri sana ya wawekezaji wa ndani na wa nje. Na tumeona mabadiliko mengi ya sheria ya kutaka kuvutia uwekezaji. Lakini nadhani inabidi tufanye tahadhari. Tuna wawekezaji wa aina nyingi wanaokuja kwa mwamvuli wa uwekezaji. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kiasi kikubwa tusipokuwa makini, hasa wawekezaji wanaokwenda kwenye maeneo ya vijijini na kujifanya kwamba wao wana uwezo mkubwa wa kusaidia kilimo. Lakini mwisho wa siku tunachokiona ni kwamba wananchi ambao wanategemea kilimo kwa maana ya kuwategemea wawekezaji ambao wanajenga viwanda au wananunua viwanda, na hasa naongelea viwanda vya chai, wamekuwa ndio kiini cha kusogeza umasikini na kupunguza au kuondoa ajira kwenye maeneo ya vijijini. Jambo hili lazima tulipige vita kama nchi, kwa sababu tunahitaji ajira, tunahitaji kodi, tunahitaji mazao ya kupeleka nje tupate fedha ya kigeni. Tunapompa mwekezaji kama wa chai, na nitakuwa more specific, tuna uwekezaji wa chai wa kampuni inaitwa DL ambayo imekuwa mwiba mkubwa sana kwa wawekezaji, kwa wananchi wa Njombe. Pamoja na jitihada, ninachopenda kusema ni kwamba serikali iwe tayari kufanya maamuzi magumu kwa wawekezaji wa aina hiyo. Wawekezaji kwenye eneo la chai wanapewa ardhi. Ardhi ni productive asset. Kama haitumiki kuzalisha ajira, haitumiki kuzalisha bidhaa, haitumiki kuleta fedha ya kigeni, maana yake ni kwamba hatuitumii ardhi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuondoa na kustawisha maisha ya wananchi wetu. Na kwa hiyo mwekezaji yeyote ambaye anahodhi ardhi na hafanyii kazi, niombe sana kwamba ofisi ya Waziri Mkuu inafanya uratibu, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuja Njombe zaidi ya mara moja. Tuwe na mkakati wa kufanya maamuzi magumu, ikiwezekana kuichukua hiyo ardhi. Sisi ni wananchi wa Tanzania, Mungu ametupa ardhi, lazima itumike kwa watu ambao wako tayari. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna tatizo jingine kwenye sekta ya misitu. Nako ni swala kubwa la ajira. Nipende kusema tuna kampuni kubwa pale ya Kibena au Tanwat. Huo ndio mfano halisi wa kampuni ya uwekezaji ambayo tunataka zije maeneo kama ya Njombe na maeneo mengine ya Tanzania. Ni kampuni ambayo inazalisha ajira, inafanya plantation za mazao mbalimbali, ikipewa ardhi na itumia.